Arusha, imeelezwa na mwenyekiti wa bodi wa wakurugenzi wa bodi hiyo Jacob Kibona kuwa vitengo vya ununuzi na ugavi vimekuwa vikisimamiwa na watumishi wasio na taaluma hiyo kinyume na kifungu cha 11 cha sheria ya PSPTB. Hii ni hatari kitaaluma na utendaji wenye tija katika eneo la ununuzi na ugavi, na matokeo yake ni kusababisha upotevu wa fedha za umma na hivyo kuzalisha hoja nyingi za ukaguzi kila mwaka. Hata hivyo, wakati bodi hiyo ikiitaka serikali kulitafutia ufumbuzi suala hilo kwa kuendelea kuajiri wataalamu wenye sifa na kutoa hakikisho kuwa bodi hiyo inao wataalamu wa kutosha wa kuajiri katika ngazi ya serikali za mitaa, maelekezo ya Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari kupitia naibu wake Mshamu Ali Munde ni kwa wenye dhamana husika kuhakikisha suala hilo linapatiwa ufumbuzi wa haraka. Shughuli za ununuzi za ugavi zinatekelezwa na watumishi wasio na taaluma ya ununuzi na ugavi. Hali hiyo haikubaliki. Hata hivyo, ninawaelekeza Katibu Mkuu Wizara ya Fedha kwa kushirikiana na Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI pamoja na PSPTB na PPRA kuhakikisha jambo hili linapatiwa ufumbuzi wa haraka. Baadhi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi na washiriki wa kongamano hilo wameeleza haja ya kuimarisha uwazi, ukweli na uaminifu katika kusimamia sekta hiyo. Imekuwa ikilalamikiwa sana kwamba tunashindwa kuleta tija serikalini, lakini kutokana na nguvu kubwa iliyofanywa na serikali kuwezesha kuweka mifumo hii ya ununuzi, imepelekea na wataalamu, na hii bodi yetu ya PSPTB imepelekea kuwa na wataalamu ambao sasa serikali inaanza kujitosheleza na kuhakikisha kwamba taratibu za ununuzi zinafuatwa. Unajua, ukiwaongezea wanunuzi utaalamu, automatically unaenda kutengeneza mazingira bora ya kazi zao na unawajengea msingi bora wa kuweza kufanya manunuzi yao, na ndio maana sisi tumezingatia zaidi kuweza kufanya hivyo na kuhakikisha kwamba wanunuzi wote wanapata mafunzo hayo. Kongamano hilo linashirikisha wataalamu wa ununuzi na ugavi kutoka sekta ya umma na binafsi. Angelo Mwaleka, Star TV. Baada ya kutoka mkoani Arusha, moja kwa moja tuelekee huko mkoani Tabora. Wakala wa huduma ya misitu Tanzania wilaya ya Tabora imetoa msaada wa magogo na mbao zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 40 kwa halmashauri ya manispaa ya Tabora ili kukabiliana na tatizo la upungufu wa madawati na samani za ofisi kwa shule za msingi na sekondari. Tupate taarifa kamili na Sande Kabaye. Akiongea mara baada ya makabidhiano hayo ya mazao ya misitu, mhifadhi mkuu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS wilaya ya Tabora, Alois Kilemwa, amebainisha umuhimu wa msaada huo kwa shule hizo za manispaa ya Tabora. Kwa niaba ya kamishna wa uhifadhi Profesa Dos Santos Silayo, nimeelekezwa kuvigawa hivi vielelezo kwa halmashauri ya manispaa ya Tabora. Vinagawiwa kwa halmashauri ya manispaa ya Tabora kwa ajili ya kutengeneza madawati kwa matumizi ya shule za msingi. Vinagawiwa kwa halmashauri ya manispaa ya Tabora kwa ajili ya kutengeneza madawati kwa matumizi ya shule za sekondari. Akitoa neno la shukrani kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Tabora, afisa utumishi wa manispaa hiyo Gudu Marulu ameeleza namna msaada huo utakavyokuwa suluhisho la upungufu wa madawati na samani za ofisi kwa shule zao. Sisi Tabora manispaa tuna upungufu wa madawati 646 kwa shule za elimu ya msingi, lakini pia tuna upungufu wa meza na viti kwa shule ya sekondari 3386. Sasa upungufu huu kwa kupata mbao na magogo haya tunaenda kuupunguza, na kwamba sisi kama manispaa tutaongeza kidogo kwa maana ya bajeti yetu kula ambako kuna upungufu zaidi tutapeleka pia na sisi kama manispaa. Kwa upande wao, mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya msingi Bomba Mzinga, mwalimu Neema Inko, na mwalimu wa shule ya sekondari Tabora manispaa, mwalimu Robert Mosaka, wameeleza umuhimu wa msaada huo kwa wanafunzi wakati wa kujifunza na kujisomea. Unapofundisha mwanafunzi anakuwa hayuko comfortable au hajakaa sehemu inayostahili, kwanza anakosa kujiamini, alafu pia anashindwa kujifunza ipasavyo. Tukiwa na madawati ya kutosha, tutapunguza utoro na itapelekea watoto kujifunza ipasavyo, hivyo kupandisha ufaulu katika manispaa yetu ya Tabora. Tuna uhaba wa madawati ambayo inamtoa mwanafunzi attention ya kusikiza mwalimu anachofundisha kwa sababu hajakaa sehemu nzuri. Kwa hiyo inamtoa ile comfortability ya kusikiza kile ambacho mwalimu ametarget kimfikie
mwanafunzi. Msaada huo wa mazao ya misitu ni mbao 671 pamoja na magogo 178 ambayo yatachanwa mbao na kutatua changamoto ya samani za ofisi na madawati kwa shule za manispaa ya Tabora. Sande Kabaye, Star TV, Tabora. Asante sana Sande Kabaye kutoka mkoani Tabora. Wananchi na wadau wa maendeleo wamehimizwa kuongeza juhudi za kusaidia watu wanaoishi na ulemavu wa viungo, hususan wanaohitaji viungo bandia ili kuwasaidia kurejea katika maisha ya kawaida na kujitegemea kiuchumi na kijamii. Tupate taarifa kamili. Wito huu umetolewa na mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya CCBRT Bi Brenda Msangi wakati wa hafla ya kukabidhi viungo bandia vilivyotolewa na taasisi ya Lalji Foundation kwa kushirikiana na Baraka Foundation kwa watu 11 waliopoteza mikono na miguu kutokana na ajali mbalimbali. Uhitaji bado ni mkubwa, bado tuna mamia ya watu ambao wana uhitaji na kila mwaka tunaendelea kutafuta wadau mbalimbali, lakini kwa ukweli Lalji Foundation kwenye upande huu wa vifaa saidizi au miguu saidizi wamekuwa ni wadau wetu wakubwa kuhakikisha kwamba wale wenye uhitaji wanapata huu usaidizi. Msangi amesema kuwa mahitaji ya viungo bandia ni makubwa huku idadi ya waathirika ikiendelea kuongezeka kila mwaka. Hivyo ni muhimu kwa jamii kushirikiana kwa upendo na mshikamano kusaidia makundi haya maalum. Mwenyekiti wa Lalji Foundation Imtiaz Lalji amesema taasisi hiyo imekuwa ikitekeleza mradi wa viungo bandia mara 3 kwa mwaka na wameamua kushirikiana na wadau wa kimataifa kama Baraka Foundation ili kuongeza wigo wa msaada hadi vijijini. Kwa kuwapatia miguu bandia na mikono bandia tunaweza kurudisha kwenye hali yao ya kawaida ili waweze kuendelea na majukumu yao. Mmoja wa wanufaika mradi huo, Pili Saidi Mchombo, ameshukuru CCBRT, Lalji Foundation na Baraka Foundation kwa msaada uliopata na kuomba mashirika mengine yaendelee kuwasaidia Watanzania wengi wanaohitaji msaada kama huo. Tunashukuru sana, pia tunashukuru CCBRT kwa umoja wao kututafuta sisi jinsi tulivyo, tumepatiwa miguu ya bandia. Tunamshukuru Mungu, tunaombea kila wakati mzidi kuwasaidia na wengine kwa sababu sio sisi tu wenye uhitaji. Nawashukuru Lalji Foundation na Baraka Foundation pamoja na CCBRT kutuwezesha sisi kupata vifaa saidizi au miguu bandia. Kwa kweli tunashukuru sana 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 sana. Tunyanyua kututoa sehemu moja na kupeleka sehemu nyingine. Uongozi wilayani Muheza mkoani Tanga umesema ujenzi wa daraja la mto Msangazi wilayani unatarajiwa kukamilika ifikapo Januari mwaka 2026. Aidha, kukamilika kwa daraja hilo kutachochea shughuli za kiuchumi katika tarafa ya Amani, eneo ambalo linategemewa kwa shughuli za kiuchumi. Huyu hapa Mbone Herman anatujuza. Mkuu wa wilaya Muheza Ayubu Sebabili amemtaka mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa daraja hilo kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati ili kuunganisha wilaya Muheza na tarafa ya Amani kabla ya msimu wa mvua kuanza. Tunategemea daraja hili likamilika, itakuwa ni sehemu kiunganishi kizuri baina ya maeneo ya Amani na Muheza, kwa maana kuharakisha zile shughuli za kiuchumi. Eneo la juu lile kama mnavyoelewa ni eneo la uzalishaji. Kilimo kinafanyika cha biashara, mazao ya chakula, lakini pia kuna mazao ya misitu na mambo mengine, lakini pia huko juu ni sehemu pia mojawapo na muhimu kwa ajili ya utalii. Kwa upande wake, meneja wa TANROADS mkoa wa Tanga Msama Kosan amesema daraja hilo linapaswa kukamilika ndani ya kipindi cha miezi 12 na ifikapo mwezi Januari mwakani litakuwa tayari kwa matumizi. Na hapa tulipo ni makutano ya mito miwili. Kuna mto mkubwa unatoka huku, mto Msangazi, lakini kuna mto mwingine unatoka huku Amani, inakutania hapa. Ndio maana tukasema lile daraja lilokuwepo maji yakija ilikuwa nakuja afu yanalazimika kusubiri hapa, yakikuta na huu mto tena unaleta maji. Halafu yote yanakaa kadaraja kanamezwa. Kwa hiyo ndio maana tuliamua kupanyanyua ili kusiwe tena na hilo tatizo. Kutokana na changamoto ya ufinyu wa daraja na mvua zinaponyesha maji kujaa juu ya daraja limewahi kusababisha maafa. Kwa hiyo kwa ujenzi wa daraja hili ni faraja kwetu wana Muheza
kwa msingi kwamba itaondoa changamoto zote ambazo zilikuwepo. Daraja la Mto Msangazi linajengwa kwa ufadhili wa Benki ya Dunia na kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 3. Mradi huo utaunganisha wilaya Muheza na tarafa ya Amani, eneo lenye shughuli kubwa za kiuchumi zikiwemo kilimo na utalii. Mbona Herman, Star TV, Tanga. Asante sana Mbona Herman kutoka mkoani Tanga. Wachimbaji wadogo zaidi ya 270 katika mgodi wa Kinyambwiga wilaya ya Bunda mkoani Mara wapo katika hatari ya kupoteza mitaji yao kutokana na kukabiliwa na ukosefu wa utafiti wa miamba ya madini wanayoyachimba. Sadiki Hunga anatuhabarisha. Ni katika mgodi wa uchimbaji wa madini ya dhahabu wa JB and Partners uliopo katika eneo la Kinyambwiga, halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoani Mara. Wachimbaji wadogo katika eneo hili wanaiomba serikali kufanyia utafiti miamba iliyopo ili kuwaondolea kero ya uchimbaji wa madini ya dhahabu usio na tija. Kinyambwiga hii hatujawahi ona mtambo hata mmoja kwa ajili ya kufanya utafiti ili kuturahisishia zoezi la uchimbaji. Tunapiga uyaro, lakini unajitahidi unapiga hata mfuko 5 4, kila mfuko mmoja unatoa shilingi 1000 ya kupigiwa rangi na unakuta. Na hapa unanieleza kwamba ni wachimbaji wadogo. Huyu mwekezaji anapokuja, siku anakuja analeta mwekezaji mkubwa. Ina maana wewe na duara lako kwenda rara, pesa mama ameuza nyanya na dagaa umezichocherea mure. Changamoto hiyo imekuwa ikitatiza shughuli za utafutaji wa madini ya dhahabu katika eneo hili, huku baadhi ya wachimbaji wadogo wakijiondoa katika shughuli hiyo kutokana na utumiaji wa gharama kubwa. Kwa mara mwamba unabadilika kama ilivyo taarifa za kijiolojia, inapelekea wachimbaji wengi wanakuwa na mzunguko wa changamoto ya kupata mwamba katika eneo analochimba. Hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, eneo hili mwamba wake ni mwamba wa marundo, yani haukamui. Mkuu wa Mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi akizungumzia swala hilo, anauagiza uongozi wa Tume ya Madini kuhakikisha wanafuatilia tatizo hilo la wachimbaji wadogo na kulipatia ufumbuzi. Mheshimiwa Rais ameshatoa maelekezo kwamba anataka mtindo ule wa kizamani wa kuchimba kwa ramli, kuchimba kwa kwenda kwa kalimanzira, kuchimba kwa kuota, kuchimba kwa kutembea na vijiti au spoku. Tuachane na mfumo huo. Sasa hivi tunatakiwa tufanye uchimbaji unaoongozwa na taarifa sahihi za kitafiti. Sadiki Hunga, Star TV, Mara. Wakulima wadogo na wavuvi wameiomba serikali kutatua changamoto zinazowakabili ili waweze kuzalisha mazao yanayolinda afya za walaji na utunzaji wa mazingira. Brian Moses ana taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa jijini Dodoma na wakulima wa kilimo ikolojia kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini katika mkutano mkuu wa shirikisho la vyama vya wakulima wadogo Tanzania SHIWAKUTA. Elimu ya ikolojia, kilimo cha ikolojia ikawa imesambaa kila sehemu, kila kona. Yaani tukaifanya kama kuihubiri injili ya ikolojia ili kila mtu aweze kuguswa na hili jambo, kupunguza sumu mwilini, kupunguza sumu kwenye mazao. Kama serikali ikitoa tamko na wakaweka nguvu kubwa, wakawezesha hawa maafisa ugani, wakawafikia wakulima, wakawapa elimu juu ya mbegu za asili na wakawapa faida ya mbegu za asili, kwa sababu sasa hivi mbegu ya asili unalima, unapanda, unavuna, inakauka ikiwa salama, lakini mbegu hii ya chotara inabunguliwa ikiwa shambani. Kwa hiyo wakulima kwa namna moja au nyingine tunasema tunapata faida, lakini wakulima wanapata hasara. Dr. Jonas Kapeleka ni mtafiti kutoka Mamlaka ya Afya ya Mimea na Usimamizi wa Viuatilifu hapa nchini. Amebainisha namna mamlaka hiyo inavyotekeleza majukumu yake hasa katika kuwawezesha wakulima kulima kilimo bora. Imejikita zaidi kutoa elimu ya matumizi sahihi ya viuatilifu, kwa maana wakulima wanapaswa kutumia viuatilifu kulingana na sheria inavyotaka. Hii itasaidia kupunguza madhara ya kiafya na kimazingira,
na pia kuondoa masalia kwenye vyakula ambayo hayaathiri tu wakulima, lakini yanaathiri hata walaji wengine ambao wapo kwenye miji mingine. Afisa anayeshughulikia masuala ya sera na utetezi kutoka Shirikisho la Wakulima Wadogo Tanzania, Thomas Laiza, akaeleza hatua zilizofikiwa na shirikisho hilo katika kuwafikia wakulima wadogo hapa nchini. Chakula kinachozalishwa katika ardhi kiweze kuwa chakula salama, safi, cha uhakika na cha kuaminika, na kinachozalishwa katika mifumo endelevu kwa ajili ya afya ya wazalishaji wenyewe, kwa sababu mkulima kama atatumia sumu zenye madhara, na hakuna sumu isiyo na madhara by the way, mkulima akitumia sumu katika uzalishaji ni hatari kwake binafsi kama mzalishaji, lakini anatengeneza pia mauti kwa walaji wa chakula. Kutoka jijini Dodoma, Blaya Moses, Star TV. Watanzania wameshauriwa kushikamana kwa umoja wao katika kipindi hiki cha kuelekea sikukuu za Christmas, wakishirikiana kuenzi amani iliyoasisiwa na Mwenyezi Mungu ambaye ndiyo mwanzilishi wa amani ya kweli. Taarifa ya mwandishi wetu Elisha Ndalo inasomwa na Sharifa Suleiman. Ni kusanyiko la watoto na walimu wa shule ya Jumapili katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Usharika wa Imani, ambapo askofu wa makanisa ya Charismatic Episcopal Church Tanzania Dr. Charles Sekelwa anatumia jukwaa hili kuwakumbusha Watanzania kuenzi amani. Kwa hiyo tunaposherehekea Christmas ya mwaka huu, nitumie nafasi hii kuomba sana Wakristo wenzangu na Watanzania wote, kama lilivyo jina la huyu tunayemsherehekea kwamba ni mfalme wa amani, basi Mungu atupe neema ya kuendelea kuienzi amani yetu ambayo kidogo ilitikiswa hapa mwezi wa 10. Mratibu wa mtandao wa watoto Mwanza, yani Children Action Network, Iman Zadok, anabainisha lengo la kuwakutanisha watoto pamoja katika sherehe za Christmas ili kujifunza habari za kuzaliwa Yesu Kristo pamoja na kuishi kwa amani na watu wote. Kwamba tudumishe amani yetu, maana anayezaliwa kwenye msimu huu ni mfalme wa amani. Tulete nchi pamoja, tuimarishe amani, tuende mbele kwa nguvu, na kanisa la Mungu liendelee kupata nguvu kwenye misingi iliyojengewa. Baadhi ya watoto walioshiriki katika kongamano la Christmas wamesema wamejifunza vitu muhimu vitakavyowasaidia katika jamii na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo neno hili ambalo limenifundisha siku ya leo limenifanya nipate nguvu ya kumpokea Yesu awe Kristo na Mwokozi wa maisha yangu. Sisi ni Watanzania, tunatakiwa tuipende nchi yetu kama taifa letu lenye umoja, lenye haki. Tuendelee kuitumikia, kuhubiri. Kuna vitu ambavyo nilikuwa sivijui na nimeweza kuvifahamu kwa ufasaha zaidi. Walimu wa shule ya Jumapili Joyce na Rwambati kutoka kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na mwalimu Elia Samuel kutoka kanisa la CCT wanabainisha uwepo wa kusanyiko hili. Na zaidi ya yote tunayoyafundisha ni kwa ajili ya kuwajenga watoto ili wawe viongozi bora wenye hofu ya Mungu, waweze kujumuika miongoni na kuweza kuishi sehemu yoyote ambapo watakuwa katika jamii inayowazunguka. Zaidi ya watoto 500 kutoka katika makanisa 30 ya wilaya za Nyamagana, Ilemela na Magu wamekusanyika katika sherehe za Christmas kwa kushiriki uimbaji, mahubiri na michezo ya maigizo na kuonyesha vipawa vyao. Masomo ya elimu ya ufundi stadi yameendelea kuwa chachu ya vijana wengi nchini, yakifungua milango ya ajira hususan katika migodi inayozalisha tofali za miamba na madini wilaya ya Rombo mkoani Kilimanjaro. Zefania Renatus anatupasha taarifa hii. Hapa ni katika kijiji cha Kidondoni wilayani Rombo mkoani Kilimanjaro. Ni eneo lenye miamba ya volkano inayodaiwa kulipuka miaka 200 iliyopita. Na eneo hili kwa sasa limebeba matumaini mapya ya vijana waliohitimu elimu ya ufundi stadi na ambao wanatumia mitambo ya kisasa kuchoronga matofali yatokanayo na miamba hii ya volkano. Sio Zainabu pekee, bali wapo vijana wengine waliopata ujuzi vioni, nao wanafurahia mafanikio yao wanayoyapata mgodini hapa. Kwanza la kupunguza ukosefu wa ajira mtaani, ili
itasaidia pia kuwa na msaada kwa vijana, kuwasaidia wazazi. Sekta hii ya madini ni sekta ambayo inatuongezea si vijana kipato pamoja na serikali ya wilaya Rombo kwa ujumla. Hata hivyo, licha ya mamia ya vijana kuajiriwa katika migodi hii, bado wamiliki wanahitaji umeme wa uhakika pamoja na uwezeshwaji wa mitaji toka serikalini. Lakini maji ni changamoto. Maji ni changamoto. Pia umeme katika mara kwa mara kufikisha lengo la labda serikali ingetupatia sisi wachimbaji mikopo yenye riba ndogo au masharti pesi, ingine tungepiga hatua kubwa. Tume ya Madini mkoa wa Kilimanjaro inasema serikali iko katika harakati za kufanya tafiti za kina kubaini aina mpya za madini katika wilaya za Rombo, Mwanga na Same, hatua itakayofungua fursa zaidi za ajira kwa vijana. Kwamba madini ya kimkakati kama graphite viashiria vyake mkoani Kilimanjaro tunavyo kwa sana, lakini madini ya shaba kwa maeneo mengi sana mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo vinahitaji utafiti ambao ni endelevu na wenye ufanisi. Zefania Renatus, Star TV, Kilimanjaro. Asante Zefania Renatus kutoka mkoani Kilimanjaro. Viongozi wa chama cha wafanyakazi wa serikali za mitaa TALGU wilaya ya Magu wamewasisitiza wanachama umuhimu wa kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, weledi na kuzingatia sheria za utumishi wa umma. Ni mkutano wa mwaka wa wanachama katika matawi ya Sanjo na Ndagalo. Wakili wa TALGU kanda ya Ziwa Ibrahim Zambi anatumia jukwaa hilo kuwakumbusha wanachama kuwa haki huenda sambamba na wajibu. Hivyo ni lazima kudai maslahi kwa njia halali huku akitekeleza wajibu wao ipasavyo. Kwenye utumishi wetu wa umma, si kuna haki zetu ambazo tunazopenda kudai. Hivi unaweza kudai haki kabla hujatimiza wajibu wako? Ni kitu ambacho hakiwezekani, si ndio hivyo? Sasa kwenye kutimiza wajibu wetu, tuna maeneo ambayo tunashindwa kutimiza wajibu wetu, tunajikuta tumepelekea makosa. Kwa mfano, mtumishi wa umma anao wajibu wa kuhakikisha anawahi kazini. Afisa utumishi au mwajiri tunao shida kidogo. Watumishi wengi wanachukuliwa hatua za kinidhamu kwa kuchelewa kazini. Kwa upande wake, mwenyekiti wa TALGU mkoa wa Mwanza, Mkama Sululu, amewataka wanachama wa chama hicho kuepuka kufanya mambo ambayo yanaweza kuleta shida katika ajira zao na kupigilia msumari uzingatiaji wa sheria na taratibu za utumishi wa umma. Umetekeleza wajibu, sasa unakuja kwenye hatua ya pili ya haki yako ya kulipwa mshahara. Si ndio jamani? Kwa hiyo sisi vyama vya makazi tupo, kazi yetu ni kubwa, ni hiyo, kutetea maslahi ya wafanyakazi. Lakini tunahimizana kuhakikisha kwamba tumetekeleza wajibu wetu ipasavyo, si ndio? Ili tunapokuja kwenye hatua ya kudai haki, tusiwe na kikwazo kwa mwajiri. Si ndio? Kwamba nyinyi vyama mnakuja kudai haki za wafanyakazi, lakini wafanyakazi hawajafanya 1 2 3. Si ndio? Kwamba tunapata wakati mwingine. Kwa hiyo tunapokutana kwenye vikao vyetu kama hivi vya kikatiba vya kuzungumza na wanachama, tunahimizana kila mmoja atekeleze wajibu wake. Wanachama wamepongeza juhudi za chama na uongozi wa halmashauri kwa kuendelea kusikiliza changamoto zao na kuweka mazingira bora ya kazi. Asante kwa kuendelea kutazama taarifa yetu ya habari kutoka hapa Star TV. Mimi naitwa Frankie Tawa. Tunaenda mapumziko mafupi, tutakaporejea jicho letu mkoani linafuata. Endelea kubaki na Star TV. Una kifurushi cha nyota, una kifurushi cha mambo, wale wa Uhuru pia, Bibi Smart na Super, welipa kifurushi chako cha mwezi.
Msimu huu wa sikukuu tumewaletea tena Star Times. Tunakuambiaje? Lipa tukuboost zaidi. Ewe mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi mzima, tukuboost kwenda mambo mwezi mzima bure, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 tutakuboost kwenda uhuru bure, huku ukilipia uhuru kwa shilingi 23,000 utaboostiwa siku 5 zaidi bure. Ewe mteja wa Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tutakuboost mpaka smart mwezi mzima bure, na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 tutakuboost kwenda super bure, huku ukilipia super kwa shilingi 38,000 utaboostiwa siku 5 zaidi bure. Star Times, lipa tukuboost zaidi. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God, ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Baada ya mapumziko mafupi, karibu sasa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Ujio wa makundi ya watalii yakiwemo makundi ya familia wanaosherehekea sikukuu ya Christmas na mwaka mpya umeelezwa kuongeza mapato ya hifadhi ya taifa ya Serengeti kwa 6%. Aidha, imeelezwa kuwa kuanzia mwezi Oktoba hadi Disemba 14 mwaka huu, hifadhi hiyo imekusanya shilingi bilioni 49.2 ikilinganishwa na shilingi bilioni 46.6 katika kipindi kama hicho mwaka jana. Tupate taarifa kamili na Rodrick Mushi. Hifadhi ya taifa ya Serengeti, maarufu kwa uhamaji wa nyumbu na mandhari yake ya kipekee, inaendelea kuvutia watalii wengi wanaofika hapa nchini. Maafisa wa hifadhi wanasema ongezeko hilo la mapato linachangiwa na watalii wengi wanaosafiri na familia zao kutoka Ulaya na mataifa mengine, wakichagua Serengeti kama sehemu ya mapumziko ya sikukuu. Kumekuwa na ongezeko la wageni kwa kipindi hiki ambacho ni kubwa sana na linalotia matumaini. Tukilinganisha kwa kipindi cha mwaka jana kuanzia tarehe 1 Oktoba mpaka tarehe 14 Desemba mwaka jana, tulikuwa tumeingiza takriban shilingi 46.4, na tukilinganisha kwa kipindi hiki mwaka huu, kwa kipindi hicho cha mwaka ambacho ni kuanzia Oktoba 1 mwaka huu hadi Desemba 14 ambayo ni tarehe ya jana, tayari tumeshaingiza shilingi bilioni 49.2, ambalo ni sawa na ongezeko la 6%. Kwa hiyo hali hii inaturudisha kwamba hali ya utalii bado ni imara na inaendelea vizuri. Mbali na mapumziko, wageni hao huvutiwa na kushuhudia uhamaji wa nyumbu katika ukanda wa kusini wa hifadhi, hususan maeneo ya Ndutu. Matukio ya utalii ni pamoja na uhamaji wa wanyama, yani nyumbu. Kipindi hiki wanakuwa maeneo ya huku kusini, kwa hiyo ndio kivutio kikubwa kinacholeta wageni, lakini pia shughuli mbalimbali za utalii. Wageni wanapendelea kuangalia wanyama wakiwa kwenye magari, lakini pia wapo ambao wanafanya utalii kupitia utalii wa puto, wapo wanaofanya utalii kwa kutembea kwa miguu, lakini pia kuna utalii wa kuangalia wanyama adimu kama faru. Iko pia ni kimoja ya kivutio ambacho kinawaleta na shughuli ambayo inaleta watalii kufika hifadhini hapa. Raia wa Ujerumani amesafiri na familia yake. Anasema amevutiwa na usalama na ukarimu wa Tanzania, huku wengine wakieleza kurejea nchini kwa kukutanisha watoto wao na urithi wa asili wa Tanzania. Yeah, I love it. I've brought my daughter with me. Nimemleta binti yangu pamoja nami na nina watoto wawili ambao hawakuweza kusafiri, lakini bila shaka nitawarudisha kuja kuona Serengeti. So our aim has been to make some safari tours. Lengo langu ni kutembelea vivutio vya utalii na nikagundua kuwa Tanzania ndio sehemu sahihi. Kwa hiyo maana unaona kidogo watu wanaona kama tofauti ya hakuna wageni, lakini asilimia kubwa huwa tunategemea kipindi cha sikukuu kwa sababu wengi wanakuja kama family na watoto ambao wameshafunga mashule. Rodrick Mushi, Star TV, Mara. Asante Rodrick Mushi kutoka huko mkoani Mara. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zinafuata. Endelea kubaki na Star TV. Star TV.
Karibu sasa katika habari za biashara na uchumi. Mifumo ya masoko ya kidigitali imebainishwa kuwa imeendelea kuleta ufanisi kwa wakulima kwa kuwaletea ununuzi karibu zaidi na wazalishaji wa mazao kupata taarifa za bei kwa wakati pamoja na kuwasiliana moja kwa moja na wanunuzi. Salma Mrisho ana taarifa zaidi kutoka mkoani Geita. Ni kikao cha wadau wa mazao ya choroko, dengu, mbaazi na alizeti kikiwa na kauli mbiu yatumia mfumo wa stakabadhi ya ghala kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya wananchi. Mkurugenzi mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko Irene Mlola amesema kupitia mfumo hiyo mkulima anapokuwa shambani akifanya shughuli zake za kilimo hana tena wasiwasi wa kukosa soko la mazao yake. Tunahakikisha ile bei ya nzia inakuwa na uwiano wa bei ya kimataifa. Wadau wa sekta ya kilimo wanasema kuwa mifumo hii imeongeza imani kwa wakulima, kwani kwa sasa wanajikita zaidi katika uzalishaji badala ya kutumia muda mwingi kutafuta masoko. Mnunuzi anakuwa karibu na mkulima kupitia simu au mtandao, jambo linalorahisisha biashara na kuongeza kipato. Tumepata fursa katika masoko nje ya nchi ambako leo hii tunaiongelea choroko, dengu na mbaazi, na tumeendelea kuimarisha masoko ya mazao haya ndani na nje ya nchi kwa kushirikiana na balozi zetu ambazo ziko katika nchi mbalimbali. Yako maeneo mengi tumeendelea kushuhudia wafanyabiashara ambao pia ni sisi wakiwa wanapata faida kubwa zaidi na mkulima kubaki hapati maendeleo yoyote. Kwa mfumo unajaribu kuleta uwazi, kumwezesha mtu anayezalisha akapate tija ya kazi ambayo anaifanya. Kopra wamekabidhi mbegu bora za alizeti tani zaidi ya 90. Mbegu zake zilikuwa na ujazo mzuri, nilipata mafuta mengi, na mbegu zenyewe mpaka sasa hivi ninazo kidogo, ni nzuri sana. Niombe tu wakulima wenzangu wa mkoa wa Geita tujitokeze kulima alizeti kwa sababu alizeti ni kilimo cha biashara. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesisitiza uzingatiaji wa kanuni bora za kilimo ili tija ipatikane. Kwa hiyo tumepokea tani 94, lakini mashamba yatakayokwenda kulimwa yatatuwezesha kuzalisha tani 20,000. Na kwa mantiki hiyo, kwa bei ya haraka katika tani 20,000 tutakayozalisha, ukiweka bei ya shilingi 1,000 kwa kilo moja, unazungumzia bilioni 20 inakwenda kupatikana katika mkoa wetu. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Asante Salma Mrisho kwa taarifa hiyo. Taasisi ya UTT AMIS kwa mwaka uliopita imefanikiwa kuwa na ukuaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1, ikiwa ni ukuaji mkubwa tangu kuanzishwa kwa taasisi hiyo, hali iliyochangiwa na juhudi za kuboresha mifumo ya kidigitali, mazingira thabiti ya uwekezaji na utulivu wa soko. Tupate taarifa kamili na Angela Matayo kutoka Dar es Salaam. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi mtendaji wa UTT AMIS Simon Migangala wakati wa mikutano ya mwaka 2025 kwa wawekezaji wa mifuko ya taasisi hiyo ambao ni Umoja, Wekeza Maisha, Ukwasi, Kujikimu, Hati Fungani na Watoto. Amesema tangu kuanzishwa kwa UTT AMIS imepitia hatua tofauti zilizohusisha tathmini na maboresho yaliyochangia kuzifanya huduma zake kuwa zenye tija kwa wateja na watumishi wake, na hivyo kuendelea kufanya vizuri zaidi kila mwaka. Wakati tunaanza mwaka ukubwa wa mifuko yote ilikuwa trilioni 2.2, lakini mpaka tunafunga mwaka tulikuwa na trilioni 3 kama .2 na point kidogo hivi. Kwa hiyo kumbe kwa mwaka mmoja uliopita tumekuwa na ukuaji wa zaidi ya trilioni 1. Toka taasisi ianzishwe hatujawahi kufikia ukuaji wa namna hii. Kwa hiyo mwaka huu umekuwa ni mwaka mzuri sana. Kwa upande wa idadi ya wawekezaji pia, mwaka huu umekuwa na ongezeko kubwa sana la wawekezaji, kwa maana kwamba wakati tunaanza mwaka tulikuwa na wawekezaji kama 300,000 kasoro hivi, lakini mpaka sasa tuna wawekezaji zaidi ya 500,000. Naye mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi UTT AMIS Profesa Faustin Kamuzora amesema kwa ujumla mafanikio ya UTT si tu yanahimiza umuhimu wa uwekezaji wa pamoja, bali pia yanaonyesha jinsi taasisi hiyo inavyoweka misingi ya kuwawezesha wawekezaji wa Kitanzania kufikia malengo yao ya kifedha kwa njia bora, salama na endelevu. Kiuhalisia mwaka uliopita kwa kweli kila mfuko umefanya vizuri, na tunapokutana na wawekezaji pamoja na kutoa taarifa, tunahitaji kuwajulisha mambo mapya yaliyojiri, na hasa kubwa yaliyojiri kwa mwaka huu. Tumeuisha na kuboresha mifumo yetu, kwa hiyo tutawapitisha katika hiyo mifumo,
lakini kikubwa zaidi tunahitaji kupata hata maelekezo yao na ushauri wao na mawazo yao. UTT AMIS kupitia mifuko yake ikiwemo Umoja, Wekeza Maisha, Ukwasi, Kujikimu, Hati Fungani na Watoto inatoa fursa za kipekee kwa wananchi wa Tanzania kuwekeza fedha zao kwa usalama, ufanisi na faida ya muda mrefu. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za kimataifa zinafuata. Endelea kubaki nasi. Rais wa Baraza la Umoja wa Ulaya Antonio Costa amesema nchi zinazounda umoja huo zimekubali kuipa Ukraine msaada wa euro bilioni 90 sawa na dola bilioni 105.5 kwa mwaka 2026-27. Charles Machugu ana undani wa habari hii. Baada ya vuta ni kuvute na kusababisha viongozi hao wa Ulaya kulazimika kukaa hadi usiku wa manane kwa lengo la kutafuta makubaliano na kuihakikishia Ubelgiji kwamba wangetoa dhamana ya kuilinda ikiwa Urusi itataka kulipiza kisasi kufuatia hatua ya taifa hilo kuunga mkono mkopo huo. Makubaliano hayo hata hivyo hayatakuwa na athari yoyote ya kifedha kwa Hungary, Slovakia na Jamhuri ya Czech ambazo hazikutaka kuchangia katika ufadhili huo, ambapo kwa sasa serikali za Ulaya pamoja na bunge la Ulaya wataendelea kushughulikia kuandaa mkopo huo kwa ajili ya Ukraine ambao utategemea mali za benki kuu ya Urusi zilizozuiliwa. Lakini Ubelgiji inahofia kwamba Urusi italipiza kisasi na inautaka umoja huo kukopa fedha hizo kutoka kwenye masoko ya kimataifa, ikiwa Ubelgiji ndio inayohifadhi kiasi kikubwa cha mali hizo, pamoja na mataifa mengine yanayoonyesha wasiwasi kwamba Ulaya huenda ikajikuta katika mzozo wa kisheria na kifedha. Tukiangazia Bangladesh, waandamanaji wenye hasira wamechoma majengo mawili yanayochapisha magazeti ya serikali baada ya kuuawa kwa mtu mmoja wa viongozi wa wanafunzi kwa kupigwa risasi wiki iliyokwisha, huku waandamanaji na wanafunzi wengine wengi wanasema kwamba India ndiyo chanzo cha machafuko mengi nchini Bangladesh. Maandamano yamefanyika mbele ya ubalozi mkuu wa India wakidai kwamba India isiwe na wawakilishi wa serikali iliyopita, akiwemo Waziri Mkuu Bi Sheikh Hasina ambaye hivi karibuni alihukumiwa mahakamani. Wanafunzi hao pia wanatoa wito kwa watu hao kupelekwa Bangladesh ili kukabiliana na hukumu zao. Pia wanadai kwamba India inatumia vyombo vyake vya ujasusi kuchochea machafuko kabla ya uchaguzi, jambo ambalo linamruhusu mshambuliaji aliyemuua hadi kutokea na kutorokea India. Hisia za jumla miongoni mwa wanafunzi wanaoandamana ni kuipinga India. Kwingineko, kundi la RSF sasa linasonga mbele kwa nguvu hadi kufikia mji wa Kordofan, huku miji mikubwa kama vile El Obeid ikitazamiwa kushambuliwa. Baada ya kuwashinda kundi la SAF huko El Fasher mnamo Oktoba, ikiwa ni pamoja kuripotiwa kuuawa kwa raia wasiopungua 1500 na kuhamishwa kwa makumi ya maelfu, RSF kwa sasa inashikilia kasi ya uwanja wa vita katika vita vinavyoendelea nchini Sudan. Mapema mwezi huu RSF iliteka makao makuu 22 ya mgawanyo wa SAF huko Babanusa, jimbo la Kordofan Magharibi. Zaidi ya hayo, RSF iliteka pia uwanja wa mafuta wa Heglig wa kimkakati huko Kordofan Kusini na kulazimisha SAF kujiondoa hadi nchi jirani ya Sudani Kusini. Hivi majuzi mnamo tarehe 13 Disemba, mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani yalilenga kambi ya vifaa ya kikosi cha muda cha Umoja wa Mataifa cha Abyei huko Kadgul, Sudan, na kuwaua walinda amani 6 na kuwajeruhi wengine 8. Kwa sasa mchakato wa kuleta utulivu nchini Sudan na kutoa ulinzi unaohitajika kwa raia, ikiwa ni pamoja na uanzishwaji wa njia salama zisizokuwa za kijeshi na za kibinadamu.
Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Mashirika ya misaada katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamesema kuwa mapigano yanayoendelea yamesababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Shirika hilo limeongeza kuwa machafuko katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Kivu Kusini yanaendelea na kusababisha vifo, huku ikiwalazimisha maelfu ya wakazi kuyakimbia makazi yao kwa hofu ya usalama. Tangu mwanzoni mwa Disemba, zaidi ya watu 100 wenye majeraha ya risasi wametibiwa katika hospitali zinazosaidiwa na Msalaba Mwekundu huko Kivu Kusini. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa karibu watu nusu milioni wamehama makazi yao katika jimbo la Kivu Kusini tangu mwanzoni mwa mwezi huu. Na hizo zilikuwa ni habari za kimataifa, zilikuwa zinawasilishwa naye Charles Machugu. Tunaenda kwa mapumziko mafupi, habari za michezo na burudani zinafuata. Endelea kubaki hapo hapo. Msimu wa sikukuu ndo huu hapa umefika mama. Sema chochote unachotaka. All in all, ninachotaka mimi ni DSTV. Mama anasema anachotaka ni DSTV. Lakini tayari anayo. Mbona kaniambia hivyo hivyo? Au hii ni kodi? Nimnunulie tu jogoni. Twende kwenye grupu la familia tuone wengine wanasemaje. Anazo sita. Na hiyo ni hesabu. Ndio. Yo yenyewe sasa. Sasa nimepata mwarobaini wenu. Kuniweka mpaka usiku kwa ajili ya jua kali, hitimtimu, kuba, matashtiti yote utayapata humu. Kujiunga, piga 0659070707. All in all, vyote unavyotaka vipo DSTV. Naam, karibu sasa katika habari za michezo na burudani. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba, Crescentius Magori, amesema mchakato wa mabadiliko ya uendeshaji wa klabu hiyo unakwenda kukamilika baada ya kufanyia kazi maelekezo ya Baraza la Michezo la Taifa BMT. Mbwana Shomari ana taarifa zaidi. Mchakato wa mabadiliko wa klabu hiyo ulioanza tangu mwaka 2017 ulikuwa kuendelea baada baadhi ya vipengele kwenye katiba kutoendana na maagizo ya serikali, ikiwemo kipengele cha klabu za wanachama kuendeshwa na wawekezaji kuanzia 3 na kuendelea. Magoli amesema na imani katiba yao itasajiliwa na kuendelea na mchakato huo kwa vile vipengele vilivyohitaji kubadilishwa vimetekelezwa. Lakini uwekezaji huu transformation kikamilika sasa, mwekezaji sasa anaenda kuweza kujenga miundombinu. Alishatua kwenye board, transformation ikikamilika anaenda kuwekeza kwenye miundombinu. Kwa hiyo muda sio mrefu pale Bunju panaenda kutengenezwa training facilities za kiwango cha 5 ambazo zitakuwa ni za kisasa. Amesema mabadiliko hayo waliofanya yatatoa nafasi kwa uongozi kuweza kusajili wanachama wapya tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Na hao wanachama hatutawaandikisha sokoni. Ni wanachama ambao watapitia kwenye matawi, kwa sababu ni wanachama ambao wanakuja kuwa wanahisa. Kwa hiyo ndugu wana Simba, wapenzi wa Simba, sasa tunaenda kufanya mambo makubwa, kwa sababu tutapata wanachama ambao tunastahili. Lakini la pili, tunaenda kutengeneza kadi ambazo ni za kisasa, kadi ambazo hazitapatikana hapa Tanzania. Hakuna kadi za mfano wake. Itakuwa ni kadi za kisasa ambazo zitakuwa na mambo mengi sana ya faida kwa wanachama. Kwa hiyo mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu ameomba wanachama na mashabiki wa klabu hiyo kuendelea kuwa wamoja kwa lengo la kuwawezesha kufikia malengo ya klabu yao. Timu hii kama tulivyosema, sisi tuna mashirikiano mazuri sana ndani ya timu. Tunao watu wanaweza wakawa na oppose mawazo yetu katika utendaji, katika utekelezaji, katika nini. Hiyo tunakubali. Lakini sisi tumekuwa tuna accept constructive criticism
kwamba wewe ukiwa unatuonyesha kwamba tunataka hili ulijenge, tunakubali. Baadhi ya wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba wamesema mabadiliko ya uendeshaji wa klabu hiyo yatachochea wanasimba wengi kuingia wanachama. Sisi wanachama hatuna mgogoro na hatuna ugomvi na wao. Tunachohitaji klabu yetu iende kwenye uweledi uliokuwa sawa na tupate furaha, kwa sababu kiu yetu kubwa ni kupata furaha tu, wala sio kitu kingine. Leo tumepata faraja kutangaziwa kwamba mchakato, baada ya kumuona mwenyekiti wa bodi anatangaza mchakato unakwenda kufanyaje, unakwenda kukamilika. Hiyo sisi kwetu itakuwa faraja, kwa sababu ndicho kilio chetu kikubwa. Ila swala liloongelewa tulilosikia ni zuri sana, kama litakuwa linafanyika itakuwa ni mema sana. Hata sisi mashabiki wapenzi tutapenda sana, ili tuwe na sisi na uwanja wetu. Mabadiliko haya ya kikatiba awali yamepitishwa kwenye mkutano mkuu wa mwaka wa klabu ya Simba uliofanyika Novemba 30 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Mbwana Shomali, Star TV, Dar es Salaam. Mlinda mlango wa timu ya mashabiki wa klabu ya Yanga Kobisi Kikaala ameibuka kwenye uwanja wa mazoezi ya klabu ya Yanga na baadaye kufanya mazoezi na mchezaji Pacome Zouzoua na kuzua vicheko miongoni mwa wachezaji. Msanii Kobisi akipigana bambaja na wachezaji wa klabu ya Yanga wanaojiandaa na michuano ya Kombe la Mapinduzi huko Zanzibar, huku tabasamu la wachezaji likitawala uwanjani hapo. Kobisi, msanii wa tamthilia ya Kombolela, amesalimiana na Pacome Zouzoua kabla ya kupewa mazoezi ya kupigiwa mpira, jambo ambalo limempa furaha isiyomithilika. Baadaye akakabidhiwa gloves na mlinda mlango Abu Twareb Msheri kabla ya kupewa mazoezi wanayopewa walinda mlango wanapojiandaa na mechi mbalimbali. Mechi ya mashabiki wa klabu za Simba na Yanga itapigwa Desemba 21 kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam, na tayari tambo kwa mashabiki hao zimetawala, kila timu ikitamba kuibuka na ushindi. Abdullah Tilata wa Star TV. Namuona ni kipa mzuri kabisa, au Yanga wamchukue. Abdullah Tilata, tuendelee na habari za michezo kimataifa. Mpira uliotengenezwa na kampuni ya vifaa vya michezo ya Adidas ya Trinidad tayari umeonekana hadharani kwa mara